Biblia haya mafuta yanatumia katika kutakasa, katika kuweka wakfu na kutumika katika nyumba ya Bwana, jinsi ambavyo tutakwenda kuona. Kwa hiyo sio kitu cha kawaida kinakuja juu ya uso wako siku ya leo. Kwa hiyo ni mtu unaishi maisha marefu. Maisha marefu inamaanisha nini? Inamaanisha ukamilifu wa Bwana kwa haraka. Kwa hiyo jua kwamba Roho wa Mungu yuko ndani ya hayo mafuta, kama vile Mungu alivyomwambia Musa, tengeneza sanduku la agano, alafu mimi Mungu nitakaa kwenye ile sanduku la agano. Alikaa ama hakukaa? Alikaa kwa kitambo kile, basi na nyakati na majira ya hivyo vikapita. Kwa hiyo na sasa Mungu anatuambia yeye yuko ndani ya haya mafuta. Roho wa Mungu yuko ndani ya haya mafuta. Na nyingine ambayo tutasoma katika Isaya 61 ule mstari ni wa kwanza tu, kwamba tunaangalia tu kwamba ni uhakika kabisa Roho wa Bwana yuko ndani ya haya mafuta ambayo tunakwenda kujipaka siku ya leo. Anasema 61:1, Roho ya Bwana ii juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta, na kuendelea. Roho wa Bwana iko juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Roho wa Bwana yuko ndani ya hayo mafuta, na kwa vile nimepakwa hayo mafuta, Roho wa Bwana yuko juu. Hapa ni Daudi anasema. Na sisi leo hii kwa vile Roho wa Bwana yuko ndani ya hayo mafuta, Roho wa Bwana anakwenda kukaa juu yetu na katika maisha yetu. Haleluya. Alafu kwa ajili ya muda tu, mstari wa mwisho nitasoma ni katika Zaburi ya 89. Yaani kutuhakikishia tu kwamba Roho wa Bwana yuko ndani ya hayo mafuta. Ni Zaburi ya 89 na ule mstari ni wa 20 na 21 mpaka 22. 89 20 mpaka 22. Neno linasema kwamba nimemwona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu, ambaye mkono wangu utakuwa thabiti kwake na mkono wangu utamtia nguvu. Amina. Alafu 22, adui hatamwonea wala mwana wa uovu hatamtesa. Kwa hiyo tumeambiwa kwamba Daudi amepakwa haya mafuta, na ukiangalia vizuri ni haya ambayo mafuta yalifanya baada ya kuwekwa juu ya Daudi. Mungu wetu ainuliwe. Sasa tumeambiwa haya mafuta yatakuja juu yetu kufanya nini? Hakika mtumishi ameshataja mengi, lakini wacha tukumbushane. Script ama neno la Mungu ambalo linafunga manisha yote kabisa ni Isaya 10 ule mstari wa 27. Neno la Mungu linasema, nayo nira huvunjika kwa kutiwa mafuta. Haleluya. Nayo nira huvunjika kwa kutiwa mafuta. Alafu kenda basi utakuta hayo mafuta yatavunja nira. Nira nyingi. Nira ni kitu chochote ambacho hakiendi sawasawa katika maisha yako. Kwa hiyo sasa utakuta nira ambazo zitavunjika na ambazo utakwenda kuzitaja wakati haya mafuta yatakuwa yanapita. Kwanza kabisa mtumishi ameshatuambia kwamba kibali, haya mafuta yatakwenda kurejeza pale ambapo kibali kimekosekana. Kumbuka Roho anayekuja juu yako ni Roho wa Mungu, na Roho wa Mungu ana package ya kila kitu ambacho tunahitaji ndani ya maisha yetu. Roho wa Mungu ana roho zote 7 za nafsi ya Mungu. Roho wa Mungu ana roho zote 9 za tabia za Mungu. Haleluya. Kwa hiyo ni mzigo. Nikisema mzigo, yani ni shehena, unakwenda kusheneshwa mbele katika uso wako. Lakini sasa tukasema kwamba Roho wa Bwana atakayekuja juu yetu atarudisha kibali ambacho kimeshapotea. Na vibali vipo vya aina nyingi. Utaanzia kule ndani, utaingia kwenye sepo ya marafiki, utaenda kwa jamii, utaenda kwenye nchi. Kwa hiyo vibali vipo vingi. Kwa hiyo haya mafuta yatakapokuwa yanapita, mtu wa Mungu, kumbuka na useme na utamke pale mahali ambapo kibali kimepotea. Haleluya. Na Mungu wetu alivyo atarudisha, kwa sababu tunakwenda kujipaka yale mafuta katika ufahamu wa ndani. Kitu kingine ni kwamba furaha
zote, tena nasema furahini. Kwa hiyo haya mafuta yatakwenda kuturudishia ile furaha ambayo inaondoka katika maisha yetu. Alafu inakwenda kuangaza uso, inakwenda kung'ariza uso. Sema haleluya, piga kelele. Inakwenda kung'ariza uso. Uso uking'aa, hakuna giza litakusogea katika maisha yako. Na kama kutakuwa ni nuru, Yesu amesema mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo unabeba vyote vile ambavyo Yesu anabeba. Ukienda katika Samueli wa kwanza, ule mlango wa 25, mstari wa 35, Daudi alipomwona Abigaili, nadhani mnakumbuka hiyo mambo, anasema, Abigaili, nimekusikia na uso wako nimeukubali. Haleluya. Kwa hiyo na sisi nyuso zetu zinakwenda kung'aa, na Mungu wetu atatukubali, na vile vyote ambavyo vinahitajika uso uliong'aa basi vitakuwa vyetu. Hivi nikuulize swali, kuna giza linawezaga kufunika kitu kinachong'aa? Si kinaonekana tu. Kwa hiyo tutaonekana tu. Kule ibilisi ametufunika, tunaenda kung'aa na tutaonekanika kule ambapo tunatakikana kuonekana. Haleluya. Haya mafuta nimesha kusomea ile scripture, usisahau, tumeanzia kwa Isaya 10:27. Kwa hiyo haya mafuta yanakwenda kufungua kila mlango uliofungwa. Sema kila mlango uliofungwa na yule adui, haya mafuta yanapenda kufungua. Alafu haya mafuta yanakwenda kulipiza kisasi. Kila kisasi cha yule mwovu ibilisi kinakwenda kulipizwa. Haleluya, haleluya. Kisasi kikilipizwa ni kwamba kila baraka ya Bwana unaipata katika maisha yako. Bwana ibeniliwe sana. Ukienda katika Yakobo, kitabu cha Yakobo 5:14, pale tunaambiwa kwamba akiwepo mgonjwa kwenu, basi tumtie mafuta na yule mgonjwa atapona, na hata kama amekosa atasamehewa dhambi. Magonjwa yako ya aina nyingi, sio tu ya mwili, hata ya kukosa mibali ni magonjwa. Haleluya, ni ugonjwa. Hata mafarakano, huo ni ugonjwa. Umaskini ni ugonjwa mbaya sana. Tumekuwa tunajifunza hapa kwa siku kadhaa. Kwa hiyo wewe fikiria, mtu wa Mungu, katika ufahamu wa ufahamu, hivi vitu vyote vinakwenda kuwa kwetu. Kwa hiyo mtumishi atakuwa anaomba kweli, lakini taja mwenyewe pale mahali unataka kibali, maeneo ambao unataka kuponywa, mlango unaotaka kufunga, mahali ambapo unataka kuangaziwa nuru ya Bwana isiyo na kifani. Bwana inuliwe sana. Tuko tayari? Haleluya, haleluya. Bwana inuliwe sana. Tumshangilie Bwana, tumtukuze Bwana. Kwa hiyo kwa huu muda mfupi ambapo tunakwenda kujiandaa, tutasikia nyimbo za kuendelea kumwabudu Bwana, na wewe uendelee. Usisahau hata limoja, mahali ambapo unataka haya mafuta yaguse siku ya leo. Haleluya. Hakikisha wakati ambapo yanapita, basi tunakiri yote haya mbele za Bwana. Bwana inuliwe sana. Kwa hiyo tukakwambia kwamba haya mafuta tumeshayaombea, yanabeba utukufu wa Bwana, tayari kufanya kazi ya Bwana. Na haya mafuta yamefungwa kabisa. Sema yamefungwa kabisa. Ili ibilisi asipate nafasi ya kujiinua njia moja au nyingine. Tuamini tu kwamba hiki ni chombo kitakatifu cha Mungu ambacho tunaendelea leo, siku ya leo, kumshinda yule mwovu ibilisi. Tunapenda kumshinda kwa kishindo kikubwa kweli kweli. Haleluya. Basi mtumishi, naomba utuimbie wimbo wa kuchangamka kabisa, alafu tukishachanganya basi tutagawa, tutajipaka. Bwana inuliwe sana. Amen. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe. Ainuliwe Baba, oh ainuliwe wetu leo, ainuliwe
asifiwe. Usiogope, Mungu hata kupita siku ya leo. Amen. Mara nyingi sana na wasikiliza watu wanaotoa shuhuda hapa. Wengi wanaelezea jinsi ambavyo walisikiliza maelekezo yaliyotolewa na nani? Na watumishi wa Mungu. Sasa na mimi ninawaomba watumishi wa Mungu tukusanye viti kutokana na hali ya hewa ya hapa. Tukusanye viti wakati watumishi wa Mungu wataendelea kumwabudu Mungu, kumsifu Mungu. Ukipewa kiti, muonyeshe mwenzako ushirikiano. Viti viende ukutani mwisho kabisa kule. Na hawa wa huku wapeleke huku kabisa. Onyesha ushirikiano, hakikisha unafanya kitu. Yamkini kwa kugusa hicho kiti siku ya leo, Mungu akakufungua hata kabla hatujaomba. Fanya kwa ajili ya Bwana. Na kila kitu mfanyapo, fanya kama kwa Bwana. Kwa hiyo peleka ukutani mwisho kule kabisa. Asante kwa ajili ya nafasi. Na tunaomba mafuta haya yatakapokuwa yanapita, ili tuwe na utaratibu mzuri, mafuta yako mengi. Chukua kwa imani. Mtumishi wa Mungu alisema hili ni tendo la rohoni. Amen. Kwa hiyo kidogo tu, mafuta yako mengi, kila mtu atapata. Kwa hiyo tukikaa kwa mstari kama vile viti vilivyokuwa vimepangwa, kila mtu atapata haya mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaokusanya viti waendelee kwa spidi. Onyesha ushirikiano kwa jirani yako. Kama tayari vimeshakusanywa kama 10, weka pembeni. Onyesha ushirikiano kwa ndugu yako. Kuna viti hapa katikati, peleka mwisho kule. Hao ndugu, naongea na hao ndugu hapa, peleka mwisho. Viti visikae katikati. Hao ndugu waliokaa karibu na kamera hapa, viti visikae hapo katikati, viende ukutani kabisa. Peleka mwisho. Asante. Basi tuendelea kumsifu Mungu. Na watu walioko kule nje pia, mafuta yatapita, utapakwa mafuta. Tunaomba utakapopata ya mafuta, chukua kidogo kwa imani. Amen. Amen. Mungu wetu leo ainuliwe, Bwana wa mabwana ainuliwe. Mungu wetu leo ainuliwe, Bwana wa mabwana ainuliwe. Mungu wetu leo Baba ainuliwe, Bwana wa mabwana ainuliwe. Panga mafuta kidogo. Utachukua kidogo sana kwa imani. Kwa imani. Apewe sifa Mungu wetu leo Baba. Apewe sifa Bwana wa mabwana ainuliwe. Mungu wetu leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Ainuliwe. Mungu wetu Baba ainuliwe. Asante Baba. Unipake mafuta Baba. Uinuliwe. Ainuliwe Baba. Ainuliwe. Bwana wa mabwana. Yesu. Hallelujah. Ametenda siku ya leo Baba yetu Mama, ndio maana tunakuimba Bwana wa mabwana ainuliwe.